wawakilishi mliopo nasi hapa, Mheshimiwa Balozi Khamis Musa, Waziri wa Fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo, nikitambua kwa kipekee uwepo wa naibu waziri wa fedha kutoka Zanzibar, Dr. Natu Elmaamri Mwamba, katibu mkuu wa Wizara ya Fedha, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo nasi hapa, ndugu Emmanuel Tutuba, gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, magavana wa mabenki kuu kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika mliopo nasi hapa, manaibu gavana wote wa sasa na wastaafu, magavana na manaibu gavana wote wa sasa na wastaafu wa Benki Kuu ya Tanzania, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Dar es Salaam kaka yetu Abasi Mtemvu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, Mheshimiwa Albert Chalamila, Mwanasheria Mkuu wa Serikali Bwana Hamza Johari, waheshimiwa mabalozi na wakuu wa taasisi za kimataifa mliopo nasi, wajumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Benki Kuu ya Tanzania wa zamani na mliopo sasa, wakuu na wawakilishi wa taasisi za mashirika ya serikali mliopo pamoja nasi, ndugu Theobald Sabi, mwenyekiti wa Chama cha Mabenki Tanzania na mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Taifa ya Biashara, pamoja na watendaji wakuu wa mabenki yetu Tanzania, ndugu Hisham Hendi, mwenyekiti wa Chama cha Watoa Huduma za Simu Tanzania, washiriki wote wa maendeleo mliopo nasi, wakuu na wawakilishi wa taasisi za kifedha mliopo, uongozi wa wafanyabiashara wa Benki Kuu ya Tanzania, uongozi na wafanyakazi wa Benki Kuu ya Tanzania, ndugu wanahabari, ndugu wageni waalikwa wenzangu, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Waheshimiwa, awali ya yote nami niungane na walionitangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu, viongozi wa dini na wote walionitangulia kusema kwa kukutanisha hapa leo katika tukio hili muhimu la maadhimisho ya miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania. Aidha, nitumie fursa hii kuupongeza Waziri wa Fedha, gavana wa Benki Kuu ya Tanzania pamoja na magavana na manaibu gavana wote waliotangulia kwa kuweka misingi imara ya weledi na uadilifu inayoendelea kuwa mwongozo wa utendaji kwa taasisi yetu hii muhimu nchini kwetu. Kipekee niwapongeze pia bodi, management na watumishi wote wa Benki Kuu ya Tanzania wa zamani na wa sasa kwa mchango wao katika safari hii tunayoiadhimisha leo. Kama walivyofanya wenzangu, tunawakumbuka magavana, manaibu na watumishi wote waliowahi kutumikia benki hii ambao sasa wametangulia mbele ya haki. Mwenyezi Mungu awapumzishe kwa amani. Tupongeze pia taasisi zote muhimu za ndani na nje ya nchi ambazo ni washirika muhimu wa benki hii. Na kwa wageni wetu wote mliotoka nje ya Tanzania kutunga mkono katika maadhimisho haya, tunasema karibuni sana Tanzania. Ndugu viongozi na waalikwa wenzangu, tunapoadhimisha miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania, hatuadhimishi tu umri wa taasisi, bali tunaadhimisha miongo 6 ya kazi kubwa iliyofanywa na taasisi hii ya kusimamia sekta ya fedha na uchumi wa nchi yetu kwa ujumla, lakini vile vile kuimarisha akiba yetu na kulinda akiba yetu ya fedha na kulinda thamani ya fedha yetu.
Hivyo miaka hii haipaswi kuhesabiwa kwa kalenda peke yake, bali inapaswa kupimwa kwa tathmini ya kina kuhusu utekelezaji wa majukumu ya msingi ya taasisi hii. Kabla kuingia kwenye ukumbi, nilipita kuangalia maonyesho pale nje na nimeona historia yote na kazi zinazofanywa na idara mbalimbali za benki hii, kazi ambazo kwa miaka 60 zimeweza kutufikisha hapa tulipo kwa weledi na ufanisi mkubwa. Niungane na walionitangulia kutoa heshima kwa waanzilishi wa Benki Kuu, magavana, wajumbe wa bodi, viongozi na wafanyakazi wote waliotumikia katika vipindi mbalimbali. Tunatambua mchango wa kila kizazi kilichopokea kijiti hiki kutoka kwa wenzao kwa nyakati tofauti, kuzikabili changamoto za wakati husika waliofanyia kazi na kuikabidhi taasisi kwa kizazi kilichofuata ikiwa imara zaidi. Tunawashukuru sana na tuwapongeze sana. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, Waziri wa Fedha na Gavana wa Benki Kuu wameeleza vyema kuhusu historia, ikiwemo mageuzi na mafanikio ya chombo hiki. Takwimu walizotupa zinaonyesha safari na hatua tuliopiga kuanzia kwenye mfumuko wa bei, mikopo chechefu, akiba yetu ya fedha za kigeni na upatikanaji wa huduma rasmi za kifedha tangu kuanzishwa kwa taasisi hii hadi sasa. Haya ni mafanikio tunayopaswa kuyatambua na pengine tujipongeze sote kwa ujumla. Jambo la muhimu zaidi sasa kwa taasisi hii kubwa ni kuimarisha uwezo wake wa kung'amua mapema mwelekeo wa taifa kiuchumi katika muktadha wa mabadiliko ya kidunia. Sisi sote ni mashahidi wa masuala yanayoendelea duniani sasa, ikiwemo misukosuko ya kisiasa na namna inavyoathiri uchumi wa dunia kwa ujumla. Misukosuko hii inaathiri upatikanaji wa bidhaa, uhimilivu wa mifumo ya kifedha, pamoja na thamani ya sarafu ndani ya muda mfupi. Changamoto hii imejidhihirisha zaidi kwenye bidhaa ya mafuta, ambapo kwa sasa imepanda bei na kusababisha kupanda kwa bei za bidhaa nyingine. Hayo yote yanatukumbusha kuwa ushindani wa kimataifa unaotukabili sasa si wa rasilimali, viwanda na uzalishaji peke yake, bali pia uwezo wa nchi kutabiri na kukabiliana na mabadiliko ya mazingira ya kisiasa na kiuchumi ya dunia. Hapa ndipo tunapopata tafsiri ya kauli mbiu ya maadhimisho haya inayosema kuendeleza ustawi wa uchumi kupitia ubunifu, mageuzi na ustahimilivu. Kauli mbiu hii imebeba kile chote kinachotokea duniani kwa sasa. Sababu mabadiliko yale kwa kiasi kikubwa yataleta mageuzi ya kiuchumi na mambo mengine, na hivyo tunapaswa kuwa wabunifu kujenga mifumo itakayoweza kustahimili yale yanayotokea duniani. Niseme kwamba ubunifu ni muhimu, lakini bila kuimarisha na kusimamia na kuhakikisha ubunifu ule uko salama, unaweza kuzaa changamoto mpya. Mageuzi tunayoyazungumza ni muhimu, lakini kama hayabadili maisha ya wananchi, yatasalia kuwa takwimu katika ripoti zetu. Takwimu zitasema kama tunavyoona kwengine, uchumi unapanda, GDP kubwa, uchumi wa nchi ni mkubwa, lakini ukifika kwa watu, hali za watu sio nzuri. Kwa hiyo tusiposimamia vyema, mabadiliko haya yatabaki kuwa takwimu, na ni vyema kutafsiri ukuaji wa uchumi uende ukakue mpaka kwa mtu wa kawaida kule chini. Ustahimilivu ni muhimu.
Lakini pasi na kujenga uwezo wa ndani kisera na kifedha, unaweza kuwa ni uwezo wa kuvumilia matatizo badala ya kuwa uwezo wa kuyatafutia ufumbuzi matatizo yanayotukabili. Tunapokuwa na uwezo mkubwa, kama tutapatwa na changamoto kwa mageuzi yanayotokea duniani, tunaweza tukawa na ufumbuzi wa haraka ndani yetu. Lakini tusipojenga uwezo mkubwa wa kisera na kifedha, basi tutaweza kuyavumilia tu yanayotokea, lakini hatutaweza kutafuta ufumbuzi. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, mafanikio ya mfumo wa fedha hayana budi kwenda sambamba na usawi wa mwananchi mmoja mmoja. Kipimo chetu kisibaki kuwa wananchi wangapi wamefikiwa na huduma ya fedha, bali tujipime ni kwa kiasi gani huduma za fedha zinakuza mitaji na biashara ndogo ndogo na kuweza kuchangia kuwafanya wale wa biashara ndogo ndogo kuweza kuchangia katika uchumi wa nchi. Pamoja na hayo, tujiulize pia ni wangapi wameongeza kipato, ni biashara gani zimepanuka, ni wakulima wangapi wamepata mtaji kwa wakati, ni vijana wangapi wamegeuza mawazo yao kuwa kampuni, na ni familia ngapi zimejenga akiba inayoweza kuwanusuru wakati wa changamoto. Maswali haya yanatupeleka moja kwa moja kwenye nafasi ya sekta binafsi ambayo ndio nguzo kuu ya uzalishaji, uwekezaji na ajira. Kadri sekta binafsi inavyopata mitaji kwa wakati, kwa gharama nafuu na kwa masharti yanayoendana na uhalisia wa biashara, ndivyo fursa zinavyoongezeka, biashara zinavyopanuka na uzalishaji unavyokuwa au kuongezeka. Kama gavana alivyoeleza hapa, mikopo kwa sekta binafsi imeongezeka kutoka 6.6% ya pato la taifa mwaka 1994 hadi takriban 16% mwaka jana 2015. Hii inatupa sura kwamba tuko kwenye mwelekeo sahihi. Tunakuza sekta biashara ili na yenyewe ikuze biashara ndogo na za kati. Tunakuza sekta binafsi ili nayo ikuze biashara ndogo na za kati. Hii ni hatua nzuri, lakini kwa safari yetu ya kujenga uchumi wa dola za Marekani trilioni 1 ifikapo mwaka 2050, kiwango hiki bado ni kidogo na kinaonyesha uwepo wa haja ya kukuza ushindani na sekta binafsi na vile vile haja ya kurasimisha biashara ndogo na za kati. Hivyo hatuna budi kuendelea kukuza masoko ya mitaji, huduma za bima, mifuko ya uwekezaji na huduma nyingine za kifedha ili tuongeze fursa za upatikanaji wa mitaji, kushamirisha na kurasimisha biashara na uwekezaji nchini. Na katika kutekeleza hayo, kama wasemavyo Waswahili, haba na haba hujaza kibaba. Lakini haba na haba hii itajaza kibaba pale tu itakapokusanywa, kulindwa na kuelekezwa kwenye uwekezaji wenye tija. Na akiba hiyo inapogeuzwa kuwa mitaji na mikopo, ni lazima iwafikie wananchi kwa gharama wanayoweza kuimudu. Tumsikilize mwananchi anapolalamikia riba kuwa kubwa ya mikopo. Tusimjibu kwa takwimu za kiuchumi peke yake, sababu tunaposikiliza malalamiko ya watu wanasema, lakini uchumi umekuwa, takwimu zinasema hivi, mpaka hapa tumefika hivi, financial inclusion mpaka hapa. Lakini tumsikilize kwa dhana yetu ya ndani, kwa dhana ya wao wanalalamikia kitu gani. Kwa mtu wa kawaida, gharama ya mkopo inajumuisha riba, ada, bima, masharti, dhamana na muda unaotumia kuupata mkopo wenyewe. Hiyo ndio gharama kubwa ya mikopo kwa watu wetu. Sasa ili kuisaidia sekta isiyo rasmi,
Tuwe na mipango ya kuhakikisha taasisi zote za kifedha zinaimarisha uwazi kuhusu gharama za mikopo inayotolewa kwa wananchi. Mwananchi apewe taarifa sahihi na kwa lugha nyepesi, kiasi atakacholipa kwa kipindi gani na kwa gharama gani, kabla hajafanya uamuzi wa kuchukua mkopo husika. Na hapa nipongeze Benki Kuu. Nilipata wasaa wa kunong'ona na gavana na alinionyesha mipango yao walivyogawa viwango vya mikopo kutoka kwa mfanyabiashara mdogo wa chini kabisa, wakati wa juu. Wana mifumo tofauti ya kushughulikia watu wote. Gavana, endelea na mipango ile ili kupunguza malalamiko ya wakopaji. Aidha, tuendelee kuimarisha ufanisi wa mifumo au mfumo mpya wa sera ya fedha unaotumia riba ya Benki Kuu. Mfumo ule uende kumgusa moja kwa moja mkulima, mjasiriamali na mzalishaji mdogo. Nipende pia kutoa rai kwa taasisi za fedha kuongeza ushindani katika utoaji wa mikopo na kuacha kutegemea aina za dhamana ambazo wananchi walio wengi hawana. Mathalan, wanawake na vijana walio wengi hawana hati za nyumba, wala maeneo, wala magari, lakini wana biashara, historia nzuri ya mauzo, kumbukumbu za miamala zinazoaminika na uwezo wa kurejesha mikopo. Hawa wafikirieni, tafuteni njia mnayoweza kuwaingiza wakaaminika na wakapata mikopo. Tusimnyime mtu mkopo kwa sababu hana mali tuliyoizoea kuitambua, wakati ana historia inaonyesha wazi anaaminika. Uaminifu ni asset kubwa kuliko hata mali inayoonekana. Kuweni wabunifu kutafuta mbinu rahisi za kuhakikisha mikopo inatolewa na kurejeshwa bila kuwepo kwa vikazo visivyo vya lazima kwa wajasiriamali wadogo na biashara za kati. Tafakarini uwezekano wa kujenga mfumo ambao Tanzania anaweza kubeba historia yake ya uaminifu wa kifedha popote anapokwenda. Mama lishe asiye na hati ya nyumba lakini mwenye historia ya miaka 5 au zaidi ya biashara na malipo anapaswa kuwa na njia rahisi ya kuthibitisha kuwa anastahili mkopo. Hili niwaachie kama changamoto, mkalifanyie kazi Benki Kuu na taasisi zote za fedha ili kufungua milango kwa mamilioni ya wananchi walio nje ya mfumo wa mikopo rasmi. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, eneo jingine muhimu ni matumizi ya mifumo ya malipo ya kidijitali ili tusaidie kupanua wigo wa kodi, kuongeza uwazi na kupunguza mianya ya ukwepaji wa kodi, lakini pia matumizi mabaya ya fedha za serikali. Tusitumie mifumo hiyo kuongeza mzigo kwa wafanyabiashara au kuwatoza zaidi wale walio kwenye mfumo rasmi. Kama tulivyomsikia Waziri wa Fedha jana wakati akiwasilisha bajeti yake au bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026/27, serikali yetu itaendelea kuweka mikakati ya kuendelea kupunguza matumizi ya fedha taslimu. Hivyo wito wangu kwenu, Wizara ya Fedha na Benki Kuu ya Tanzania, na kwa kushirikiana na kushauriana na wadau muhimu, simamieni eneo hili ili kufikia malengo tuliyojiwekea. Tusimalize mwaka wa fedha tukasema hatukuweza kwa sababu. Hapana, iwezekane kwa sababu. Kwa usimamieni eneo hili. Aidha, mifumo hii isitumike tu kuirahisishia serikali kukusanya mapato, bali pia itumike kumrahisishia mwananchi kuelewa na kutimiza wajibu wake wa kuchangia pato la taifa. Lengo liwe kuongeza idadi ya wanaochangia, si kuongeza mzigo kwa wale
wale wale wanaoonekana kuchangia kila siku. Na hapa tunasema tena, ile haba na haba hujaza kibaba. Kuna walipa kodi, wachangiaji pato la taifa wa kawaida, wanajulikana, wafanya biashara wengi, watumishi wa serikali, wao kodi inakatwa moja kwa moja kwenye mshahara. Lakini kuna kundi kubwa walioko kwenye sekta isiyo rasmi, bado ile haba ndondondo yao haijaonekana. Kwa hiyo tafuteni mifumo rahisi, inayoeleweka, inayohimilika kwa wafanya biashara hao nao kuchangia kwenye kile kibaba chetu, ili tuendelee na safari ya kujitegemea. Endapo tutatumia mifumo ya malipo kama huduma ya umma iliyo salama, rahisi na yenye gharama nafuu, inaweza kuongeza ushindani, kupunguza matumizi ya fedha taslimu na kuimarisha urasimishaji wa biashara ndogo ndogo. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, kama mnavyojua, kuanzia tarehe 1 Julai mwaka huu tunaanza utekelezaji wa dira yetu ya miaka 25 inayokuja, dira 2050, yenye lengo la kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, wenye thamani ya dola za Marekani kama nilivyotaja kule nyuma, trilioni 1, na kipato cha wastani wa dola 7,000 kwa mtu. Dhamira hii pia imeainishwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025, ikiwemo msisitizo katika kukuza uchumi na kipato, kuongeza ajira na kuwawezesha wananchi kiuchumi. Malengo haya hayawezi kufikiwa kwa fedha za serikali peke yake. Yanahitaji mfumo wa fedha unaokusanya akiba, unaoelekeza mitaji kwenye uzalishaji na kuwekeza ukuaji wa sekta binafsi. Hivyo ni wajibu wa Benki Kuu ya Tanzania kuhakikisha kuwa tunakuwa na taasisi imara za fedha zenye kujenga biashara zenye mitaji ya kutosha. Tuwe na akiba ya kutosha ya fedha za kigeni itakayotuwezesha kufanya biashara nje ya mipaka ya Tanzania. Katika hatua nyingine, niipongeze Benki Kuu kwa mpango wa ununuzi wa dhahabu ya ndani. Hadi kufikia mwezi Mei mwaka huu, kama ilivyosema mwenyewe gavana, akiba yetu, rasilimali yetu ya dhahabu tuliyoikusanya ni tani 27.5 yenye thamani ya shilingi trilioni 10 za Kitanzania. Hapa tulipofika si haba. Kuanzia zero, na ndani ya miezi mingapi? Mwaka 1.5 tuna tani 27,000, na huenda tukawapita wale walioanza kabla ya sisi ndani ya bara letu la Afrika. Huu ni mfano mzuri wa kutumia rasilimali za ndani kuimarisha uthabiti wa kifedha wa taifa letu. Benki Kuu, hongereni sana. Katika karne hii, Benki Kuu hazilindi fedha pekee, zinalinda mifumo, taarifa na uwezo wa kubashiri na kudhibiti vihatarishi, na uwezo wa kubaini mapema mfumuko wa bei kabla haujafika sokoni, na uwezo wa kutambua udanganyifu wa kifedha kabla haujaathiri maelfu ya wananchi. Nataka nirudie kipande hiki kwamba katika karne hii Benki Kuu hazilindi fedha pekee kama tulivyozoea, zinalinda taarifa na uwezo wa kubashiri na kudhibiti vihatarishi vya uchumi wa nchi, lakini pia uwezo wa kubaini mapema mfumuko wa bei kabla haujafika sokoni, na inakuwa na uwezo wa kutambua udanganyifu wa fedha kabla haujaathiri maelfu ya wananchi. Na nimeona pale kwenye maonyesho wanaimarisha uwezo huu. Ndugu viongozi na watumishi, napoelekea kuhitimisha, nipende kueleza matamanio yangu tunapoianza miaka 60 mingine ya Benki Kuu ya Tanzania. Nayo ni uwezo wa taasisi hii kuwa zaidi ya msimamizi wa mfumo wa fedha nchini, na kuwa jicho la taifa linaloona hatari
na fursa kabla wengine hawajaziona. Aidha, nirejee pongezi zangu kwa Benki Kuu ya Tanzania kwa kutimiza miaka 60 iliyojenga mamlaka yetu ya kifedha. Miaka 60 ijayo ijenge uwezo wetu wa kutumia fedha na rasilimali tulizonazo huleta ustawi unaomfikia kila Mtanzania. Kipekee niwashukuru kwa tunzo mlionipa. Ninaipokea tuzo hii kwa unyenyekevu mkubwa kwa niaba ya Watanzania wote waliotunukiwa, wanaolitumikia taifa hili kwa bidii, uadilifu na uzalendo. Na baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kuwa maadhimisho ya miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania sasa yamezinduliwa rasmi. Makofi mengi. Naomba kwa heshima na taadhima tusimame. Asante. Naomba tukae. Nimepewa taarifa kwamba baada ya uzinduzi huu kutakuwa na kongamano la magavana wa benki walioalikwa pamoja na wakwetu. Niwatakie kongamano jema na shughuli zote zilizopangwa kama maadhimisho ndani ya miaka 60 zifanikiwe na zifanywe kwa uweledi. Nimwombe Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu Tanzania, na Mungu aibariki Benki Kuu ya Tanzania na taasisi zote za kifedha nchini. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. Naomba tena tusimame kwa heshima na taadhima. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru na sasa tunakuomba tukuruhusu ili ukaendelee na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa. Brasment, tumwage na kumsindikiza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni, naomba tukae. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.